Karibu kwenye podcast ya Kenya Wantamnotam Movement, yani KWM. Leo tunaangazia kwa kina waraka mmoja muhimu sana, waraka ambao umezua gumzo, unaitwa Kenya's Gen Z must reclaim their power. Kabisa. Na lengo letu hapa ni kuchambua huu wito kwa vijana wa Kenya. Unajua, kuelewa kwa nini mifumo ya zamani, kulingana na waraka huu, imeshindwa kuleta mabadiliko. Tunaanzia wapi? Tutaanza na pale ambapo moto wenyewe uliwashwa, tarehe 25 Juni, siku ambayo ilionyesha nguvu ya ajabu ya Gen Z. Tutachunguza nini hasa kiliwasha ule moto. Na pia, kwa nini waraka huu unadai kwamba moto huo ulianza kuzimika? Hasa pale walipowapa wanasiasa wakongwe nafasi. Sawa. Hebu tulichambue hili sasa. Ilikuwa kosa kweli kwa Gen Z kuwakaribisha watu kama Kalonzo, Gachagua na wengineo? Kulingana na waandishi wa waraka huu, lilikuwa kosa kubwa. Kosa la kimkakati. Wanatoa sababu gani? Wanasema baadhi ya viongozi hawa wamekuwa serikalini, yani tangu miaka ya 1980. Miaka 80? Hiyo ni zaidi ya miaka 40. Zaidi ya miaka 40 madarakani. Sasa waraka unakuuliza wewe msikilizaji, matokeo yake ni nini? Na hapo ndipo unajua mambo yanapata uzito. Waraka unatoa mifano halisi, sio maneno matupu. Kabisa. Wanasema nena kwenye maeneo yao. Utaona nini? Maeneo bado hayana maji safi. Aha. Shule zinabomoka. Hospitali hazina dawa. Na barabara Wakati wa mvua usiseme, hazipitiki. Yaani picha inaonyesha fedha zikiingia mfukoni mwao badala ya kwenda kwenye huduma. Kwa hiyo ni kama mchezo ule ule unaojirudia kila baada ya miaka mitano. Hasa kila uchaguzi, ahadi za maendeleo, miundombinu, ajira. Kisha wanatoweka. Waraka unatumia lugha kali sana. Unasema maono yao pekee yanahusu akaunti za benki na unyakuzi wa ardhi. Haya ni madai mazito sana, kwamba fedha za kampeni na hata za miradi hupotea tu bila uwajibikaji wowote. Sasa, hapa ndipo inapovutia sana. Waraka unatofautisha hawa wanasiasa na wale inaowaita mashujaa halisi wa Kenya. Kabisa. Na hapa wanatumia historia ya kuthibitisha hoja yao. Fikiria kuhusu JM Kariuki. JM alikuwa mbunge akiwa na miaka 36 tu. 36. Na alizungumza ukweli kuhusu haki ya ardhi. Na Tom Mboya alikuwa waziri akiwa na miaka 29 tu. 29? Ndiyo. Na waraka unadai wote waliuawa wakiwa vijana. Kwa nini? Kwa sababu ya maono yao. Na hadithi ya Dedan Kimathi inasikitisha zaidi. Hiyo ndio inahuzunisha kabisa. Aliongoza Mau Mau, akakamatwa na kunyongwa na wakoloni akiwa na miaka 37. Lakini cha kuhuzunisha zaidi, kulingana na waraka, ni kwamba serikali ya kwanza ya Kenyatta ilikataa kumwenzi. Hata haikutafuta kaburi lake lilipo. Unajaribu kuweka wazi. Ni mtindo hasa kwamba mashujaa halisi walioshinikiza uhuru, watu kama Jenerali Mwariyama aliyekuwa na miaka 20 tu, walisahaulika kabisa, huku wanasiasa wakongwe wale wakirithi tu vyeo ambavyo hawakuvipigania. Natumai unafurahia mjadala huu na unajifunza mengi. Sasa, kabla tuendelee, ni wakati wa kuchukua hatua. Kwa rasilimali zaidi, tembelea tovuti yetu. Na huu ni ujumbe wa haraka. Pakua kitabu cha kielektroniki na sauti bure kabisa, Kenya's Gen Z must reclaim their power. Kumbuka, ni bure. Kisome. Chukua hatua. Waambie marafiki zako waende wantamnotam.com, wafungue akaunti na kupakua kitabu hicho bure. Uhuru hauji kwa urahisi. Sasa wewe utafanya nini? Unaweza pia kupata rasilimali zaidi za kununua na za bure kwenye beacons.iks2020 by ebooks. Na muhimu zaidi, badilisha Kenya kwa kuanza kutoa maoni yako. Fungua akaunti yako na anza kuchapisha maoni yako kwenye wantamnotammovement.com. Usisahau pia kutufuata kwenye Facebook, facebook.com Kenya Mpya Tuko Pamoja. Na bila shaka, unaweza kusikiliza podcast hii popote ulipo kupitia rss.com/podkenya Wantamnotam Movement QTM. Sasa, turudi kwenye mjadala. Haya yote yanamaanisha nini kwa mustakabali wa Kenya? Waraka unapendekeza nini? Suluhisho lao ni moja kwa moja. Uongozi wa Gen Z sasa hivi. Hiyo ni kauli kubwa. Wanaithibitisha vipi? Wanatoa sababu 4 kuu
Ya kwanza, wamezaliwa katika enzi ya kidijitali. Kwa hiyo wanaelewa teknolojia. Wanaelewa teknolojia na uchumi wa kimataifa. Pili, na hii ni muhimu sana, hawana historia ya ufisadi. Hawajajihusisha na kashfa za zamani. Wanakuja na mikono safi. Hasa. Tatu, wanaelewa shida za vijana. Wanajua maumivu ya ukosefu wa ajira, gharama ya maisha, elimu. Ni maisha yao ya kila siku. Ni uhalisia wao. Na nne, wana mawazo mapya. Hawajafungwa na siasa za ukabila au madeni ya kisiasa ya zamani. Na hii inatofautiana vikali na hali ya sasa. Waraka unawataja baadhi ya washauri wanaomzunguka rais. Watu kama Faruk Kibet na Oscar Sudi. Waraka unadai wao ni chanzo cha kurudi nyuma kwa taifa. Takwimu zenyewe zinatisha. 47% ya vijana hawana ajira. Dola bilioni 1.2 hupotea kwa ufisadi kila mwaka. Na 36% ya Wakenya ni maskini. Yaani, picha ya jengo linalobomoka inaonyesha matokeo: fujo, wizi na uharibifu. Sasa hili linazua swali linalofuata. Swali gumu sana. Je, kura pekee inatosha? Na hapa waraka unaonyesha mashaka makubwa. Mashaka makubwa sana. Unatumia mifano ya chaguzi ndogo za Mbeere na Malava kuonyesha jinsi kura zinavyoweza kuchezewa Kwa pesa na wizi. Ndiyo. Picha ya alama ya kuuliza kwenye waraka inaashiria shaka hii kubwa. Je, mfumo huu unaweza kujirekebisha? Kwa hivyo, ikiwa uchaguzi ni njozi kama wanavyosema, waraka unapendekeza nini hasa? Hapa ndipo wito wao unaporudi kwa nguvu. Unatoa wito wa kuamsha tena ile ari ya tarehe 25 Juni. Lakini kama mkakati endelevu, sio tukio la siku moja. Hasa wanapendekeza hatua 5 mahususi kwa Gen Z. Ya kwanza, Wakatae kabisa wanasiasa wazee. Ndiyo, acheni kuhudhuria mikutano yao, acheni kuamini ahadi zao. pili, Watambue na waunge mkono viongozi vijana wenzao. Tafuteni watu wa miaka ya 30 wenye rekodi ya huduma kwa jamii, hata kama ni ndogo. hata kama ni ndogo. Tatu, wajenge miundo badala ya nguvu, mitandao nje ya vyama vya siasa, Inayofadhiliwa na wananchi wa kawaida. hasa ili kuepuka minyororo ya wafadhili. Nne, waendeleze shinikizo kupitia wanaharakati, maandamano ya amani, kudai uwazi kila wakati. Na ya 5, ambayo ndiyo ya kijasiri zaidi, Wagombee madaraka wenyewe, kuanzia MCA, wabunge hadi magavana. Yaani, acheni kusubiri, jisimamieni. hii sasa inatuleta kwenye kiini cha harakati hii. Wazo kwamba Wakenya wengi wanafikiri mabadiliko huanzia Nairobi. Na waraka unasema hili ni kosa kubwa. Mabadiliko huanzia wapi? Huanzia unapoishi, kijijini kwako, mtaani kwako. Wakati raia anashiriki kinachotokea Turkana, Makueni, Kisumu au Nyeri. Hapo ndipo mifumo ya wizi na udanganyifu inaanza kujitokeza. Unaanza kuona ni mbinu zile zile, ni watu wale wale. Uwajibikaji unaanzia hapo. Ndio maana tunataka ushiriki hadithi yako kwenye onetermnoterm.com. Na wanahimiza kuwa jukwaa hili sio la habari tu, bali ni kumbukumbu ya wananchi. Asa, kila maoni, kila ukweli unaoandika unajenga historia ambayo haiwezi kufutwa. Historia inaandikwa na wewe, sio na wanasiasa. Na ndio maana wanapendekeza usome vitabu kama We Must Never Forget These Kenyan Heroes na Kenya After Kenyatta, The Empire of Looters. Ili upate maarifa ya kukuwezesha kuzungumza kwa nguvu zaidi. Hasa, ili hoja zako ziwe na uzito. Kabla hatujamaliza, hebu turudie wito wetu. Jiunge na Kenya One Term No Term Movement, yani KWM, kwenye www.onetermnoterm.com. Nenda kwenye tovuti, tafuta akaunti yako. Zote 47 zimeorodheshwa. Na anza kuchapisha maoni yako, shiriki mawazo yako. Na usisahau kupakua kile kitabu cha kielektroniki na sauti bure. Kenya's Gen Z must reclaim their power. Pia tembelea beacons.ikk 2020 by ebooks kwa rasilimali zaidi na usikilize podcasti zetu kwenye rss.com. Na tunakuacha na wazo hili la mwisho la kutafakari. Ikiwa ile ari ya tarehe 25 Juni bado ipo ndani ya Gen Z, Na teknolojia iko mikononi mwao, ni nini hasa kinachohitajika kuwasha ule moto tena, sio tu kwa siku moja, bali kwa ajili ya mabadiliko ya kudumu ambayo mashujaa wetu walipigania?
Asante kwa kusikiliza podcast ya Kenya Wantamnotam Movement, KWM.